Sabbath. Happy day. Happy day. Happy Sabbath. Naomba ili kumkaribisha ndugu yetu Baba Mstari. Naomba. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe. Tunasema ni asante kwa kuwa nasi katika siku takatifu. Kwa nasi na maana tupatie mtandaoni zidi kuwa pamoja nasi ambao kwa sehemu mbalimbali kama ndugu yetu Ezekieli kwa mbali kule nchi za Waraboni, zidi kumlinda. Tunakumbuka nchi ya Kongo kwa tumeona mauaji yaliyofanyika jana. Mungu saidie ile nchi. Kama ni mapenzi yako waweze kutimia katika njia zako Mungu, basi fanya upesi, wajalie. Pia sisi zidi kutuandaa tuweze kupokea ujumbe wako kutoka mijini, kuweza kuona mahali umetuandalia Mungu. Tusaidie, tusamehe dhambi na makosa zetu tunapomkaribisha mwalimu anayefuata. Ongoza kwa kala moto na kupitia mwana wako Yesu Kristo tunakuamini. Amen. Amina. Happy Sabbath. Happy day. Happy day. Happy Sabbath. Kwa kweli ni siku ya leo ni siku ya furaha ambayo tunashukuru Mwenyezi kwa vile ambavyo ameweza kutujalia tukaweza kufika siku ya leo, na kwa hakika ni neema ambayo ameweza kutujalia asubuhi ya leo. Ameweza kuona ni vyema tuweze kukusanyika kwa pamoja. Maana kuu ya kukusanyika pamoja tunaposoma kile kitabu cha Waebrania 10:25. Ningepata mtu akisoma Waebrania 10:25 ndio niweze kuza unaonekana hapa tu soma tuta awasana. Sasa tunaposoma kile kitabu cha Waebrania ni 10:25, kuna mambo ambayo tunaweza kuambiwa hapo ambayo yanahusiana katika tunapokuwa na tunapokusanyika kwa pamoja. Waebrania 10:25 inasema wala tusiache kukusanyika pamoja. Wapendwa, Biblia inasema kwamba wala tusiache pamoja kama ilivyo desturi ya wengine. Kumbe kuna wale ambao walikuwa nakusanyika pamoja. Sasa ndio tunaambiwa kwamba tusiache kukusanyika pamoja kama vile ambavyo ilikuwa desturi ya wengine. Soma. Bali tuonyane. Kitu ya kwanza, bali tuonyane. Na kuzidi kufanya hivyo. Na kuzidi kufanya hivyo kwa kadri muonavyo siku ile tu inakaribia.
Asante. Kumbe kitu ambacho kinatufanya kwamba tukusanyike kwa pamoja ni vile ambavyo tunavyoona ile siku ya Kristo hii karibu kuja. Sasa ndio maana kwamba inasema kwamba tuzidi kusanyika kama vile ilivyokuwa desturi nyingine, tukionyana na pia kufundishana kwa kadri tuonavyo ile siku ya Kristo inakaribia. Sasa ndugu zangu na dada zangu, ningependa niweze kuwakaribisha katika kipindi hiki ambacho ni kipindi cha kujifunza Biblia ambayo Mungu anazidi kutujalia kwa kila kuchao, na pia kuimarika kwa imani katika imani ambayo ni ya Kristo, ambayo iliweza kushinda ulimwengu. Mimi kwa majina naitwa ndugu Zak, na ningependa kuwakaribisha katika sabato ya leo. Tujihisi ya kwamba tu huru katika sabato ya leo ambayo ni siku ya furaha kwa hakika. Ndio maana tunasema kwamba happy Sabbath. Yaani ni siku ya furaha, vile ambavyo Mungu ameweza kujalia katika siku sita, ameweza kutuongoza na pia kutulinda. Sasa ndio tunasema kwamba happy Sabbath. Na tunajibu happy day. Ndugu, happy Sabbath. Happy day. Happy day. Happy Sabbath. Ya, tunashukuru Mungu. Niseme ya kwamba nishukuru Mungu kwa vile ambavyo ameweza kutujalia, na pia tumeweza kukutanika licha kwamba imeweza kupita muda labda mrefu, lakini nashukuru Mungu ameweza kutukutanisha na ndugu zangu na pia dada zangu katika imani. Jina la Kristo litukuzwe. Amina. Ni jambo la kusikitisha ya kwamba vile ambavyo tunaishi katika kipindi cha mwisho, kuna matukio ambayo yanaendelea, ama kuna matukio ambayo yaliendelea bado sasa hivi yanaendelea. Vile ambavyo tumeweza kuona katika hapo asubuhi, vile jana maangamizi yalifanyika katika mji wa Kongo. Hiyo ni moja ambayo inadhihirika ya kwamba tunaishi katika kipindi cha mwisho. Lazima tunapokuwa kipindi cha mwisho, ni lazima watu wajiweke tayari kumngojea kumlaki Yesu Kristo anapokuja mawinguni. Naomba nisomee katika kitabu cha Isaya ni 21 mstari wake wa 4. 24:5. Isaya. Kitabu cha Isaya mtakatifu. Inasema 24:5. Sana soma. Tena dunia imetiwa unajisi kwa watu wanaoikaa. Kumbe matukio ambayo tunayoona ambayo yanafanyika katika nchi zingine na pia ikiwemo nchi yetu ya Kenya. Nasema aje, rudia. Tena dunia imetiwa unajisi kwa watu wanaoikaa. Biblia inasema kwamba dunia imeweza kutiwa unajisi kwa watu wanaoikaa. Soma. Kwa maana wameziasi sheria. Kitu ya kwanza, wameweza kuziasi sheria. Wamebadili amri. Wamefanya nini? Wamebadili amri. Eti wamebadilisha amri. Wamelivunja agano la milele. Wameweza kulivunja agano la milele. Soma 20 sasa. 24 20. 24:20 dunia inalewalewa kama mlevi. Sasa dunia hii ambayo tunakaa eti inalewalewa kama mlevi, nayo inawayawaya kama machela. Na pia inawayawaya kama machela. Na mzigo wa dhambi zake utailemea. Na mzigo wa dhambi zake utailemea. Kumbe dunia ambayo tunakaa kwa hakika kwa dhahiri, ama tunaweza kusema kwamba si salama, ama sisi watoka katika dunia ambayo haiko safe, lakini tunatumaini ya kwamba Yesu akikuja tutaweza kuenda ule mji ambao anaweza kutuandalia, ambao ni safe, amba hakutakuwa na kama kilio, kusaga meno, mauaji, hata kuwa ni mmoja ambao ni kwa kweli ni mzuri, ambao mambo ya hii ambayo yanatendeka katika dunia hii haitakumbukwa tena. Hebu nisaidie Zaburi 2:1. Ndio tuweze kuingia katika topic ya mafunzo ya siku ya leo katika
kujifunza Biblia. Zaburi 2:1. Umefika? Mwenye amefika anaweza kusoma. Nasema hivi. Aha. Mbona mataifa wanafanya ghasia? Sasa Biblia inasema kwamba inauliza mbona mataifa wanafanya ghasia? Na makabila wanatafakari ubatili. Eti na makabila wanafanya nini? Wanatafakari ubatili. Wanatafakari ubatili. Wafalme wa dunia wanajipanga. Eti wafalme wa dunia wanajipanga. Na wakuu wanafanya shauri pamoja. Vile ambavyo tunavyoona saa hii, wakuu wanafanya shauri pamoja, juu ya Bwana, na juu ya masihi wake. Achia hapo. Kumbe dunia imetia unajisi kwa watu ambao wanaoikaa. Na pia tumesoma katika kitabu cha Zaburi nasema, mbona mataifa wanatafakari ubatili na wakuu wa dunia wanafanya shauri pamoja juu ya Bwana ama juu ya Kristo. Sasa ningependa tuweze kuangazia katika suala la ukiangalia katika kitabu cha Ufunuo Yohana ni 8 mstari wake wa 13. Ufunuo Yohana 8:13. Ndio. Nasema hivi. Nasemaje? Kisha nikaona nikasikia. Kisha nikaona. Hiyo ni malaika Ndio. Sawa. Aha. Kisha nikaona nikasikia. Kisha nikaona nikasikia malaika mmoja akiruka katikati ya mbingu. Aha. Kumbe malaika mmoja akaruka katikati ya mbingu. Wanaotufuatilia mitandaoni, tafadhali hapo mkuwe makini. Kiswahili imepungukiwa kidogo. Yes. Hapo utaona inasema kisha nikaona nikasikia tai moja. Hivi hapo mtarekebisha hapo. Sababu kizungu inasema and beheld I had an angel flying. Kwa hivyo kwa Kiswahili inasema kisha nikaona nikasikia malaika mmoja akiruka katikati ya mbingu. Aha. Akisema kwa sauti kuu. Ole. Malaika mmoja akiruka katikati ya mbingu akisema aje. Ole. 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 Wao wakao juu ya nchi. Ole ngapi? Juu ya nchi. Ole ngapi zimetamkwa? 3. Ole 3 ambao malaika anapotamka anasema ole zinatoka, anasema kwamba ole 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 kwa wao wanaokaa wapi? Juu ya nchi. Juu ya nchi. Kwa sababu ya sauti zisaliazo. Endelea. Na baragumu za malaika watatu. Endelea. Walio tayari kupiga. Namaliza. Ndio. Sasa hapa tunapata kwamba kuna malaika 7 ambao katika tulisoma katika hii 8, lakini tunapata kwamba malaika watatu ambao ni wa mwisho, wa 5 na wa 6 na wa 7 wanapotamka ole zinatoka kwao. Ole zinatoka ama wanatamka na ole. Sasa soma ngapi? Enda 9:1. 9:1 nasema hivi. Aha. Nasema malaika 5 wakapiga baragumu. Nikaona nyota iliyotoka mbinguni. Nikaona nyota iliyotoka mbinguni imeanguka juu ya nchi. Ikaanguka juu ya nchi. Naye akapewa ufunguo wa shimo la kuzimu. Aha. Akalifungua shimo la kuzimu. Huyo malaika ndio akafungua shimo la kuzimu. Endelea. Moshi ukapanda kutoka mle shimoni. Wakati huyo malaika alipofungua, moshi ukatoka katika mle shimoni kama moshi wa tanuru kubwa. Kama moshi wa tanuru kubwa. Jua na anga. Nini? Jua na anga. Jua na anga. Endelea. Vikatiwa giza kwa sababu ya ule moshi wa shimoni. Teremka. Nzige wakatoka katika ule moshi. Alipofungua ule moshi wa kuzimu, nzige zikatoka katika ule moshi wakaenda juu ya nchi. Wakapewa nguvu kama nguvu walio nayo nge wa nchi. So wakapewa nguvu kama nguvu walio nge ya nini? Wa nchi. Sasa ndugu mpendwa, kuna asili ambayo ni kubwa ukiangazia katika hiyo Ufunuo 9:1 kuteremka kwenda chini. Sasa ndio tunataka Mungu atujalie tuweze kuelewa kwa kina zaidi yale ambayo hizi ujumbe vile ambavyo zinavyomaanisha. Maana ni jumbe ambazo zinahusiana na wale malaika watatu, malaika wa 5 na 6 na wa 7 ambapo wanatamka ole
zinatoka kwao. Sasa malaika hawa wako na tarumbeta. Sasa tunasai kujua kwamba tarumbeta ni nini, ama tarumbeta kwa Biblia ama kwa unabii inawashiria nini. Lakini tunapoangazia mambo haya, Mungu ameshatuambia already kusoma Hosea 10:12. Nani 12:10? Hosea 12:10. Tena nasema hivi, tena nimenena na hao manabii. Eti Mungu anasema tena nimenena na hao manabii, nami nimeongeza maono. Eti nami nimefanya nini? Nimeongeza maono. Mungu ameongeza maono, na kwa utumishi wa manabii, eti na kwa utumishi wa manabii nimetumia mifano. Kumbe kuna mahali ambapo Mungu anasema kwamba ametumia mifano. Ndio. Kuna mahali ambapo Mungu ametumia mifano. Kama mfano wa kwanza tumepata kuna nzige, ndio, inge, na moshi, na moshi, na tarumbeta. Na pia na anga, kuna na pia vitu zingine. Mungu ametumia nini? Mifano. Lakini hoja nyingine Mungu anasema kwamba kwa kweli unabii haustahili kutafsiriwa kama mtu apendaye fulani tu. Sema ni second Peter. Ni Petero wa kwanza. Angalia pale 1:20. 1:20. Anza Petero wa pili. Kitabu cha Petero wa pili. Naanzia 1:19. 20 nasema hivi. Inasemaje? Katika kitabu cha Petero wa pili 1:20. Biblia inasema, mkijua neno hili kwanza. Hebu anza juu kidogo. Nasema hivi, nasi tunalia neno la unabii. Sasa Biblia inasema kwamba nasi ambao tunaishi katika kipindi cha mwisho tunaye lile neno ambalo ni unabii lililo imara zaidi. Na hili neno ambalo ni unabii ni imara zaidi, ambalo mkiliangalia kama taa ing'aayo mahali penye giza, mwafanya vyema mpaka kutakapopambazuka na nyota ya asubuhi kuzuka mioyoni mwenu. Endelea. Ukijua neno hili kwanza. Sasa tukijua neno hili ambalo ni neno la unabii kwanza, ya kwamba hakuna unabii katika maandiko patao kufasiriwa. Sasa hoja kubwa katika masuala ya unabii kwanza, hakuna unabii ambao unastahili kufasiriwa, si ndio kama apendavyo mtu fulani. Eti mtu aweza kaamka sasa leo hivi akasema kwamba mimi nataka kufasiri hii. Mimi mawazo yangu inaniacha hii. Hapana. Biblia inajitafsiri yenyewe. Endelea kusema hivi 21. Maana unabii, eti maana unabii haukuletwa popote kwa mapenzi ya mwanadamu. Bali mwanadamu walinena yaliyotoka kwa Mungu. Wakiongozwa na Roho Mtakatifu. Kumbe walionena maneno ya unabii hawakujiongoza wenyewe, bali nini iliongoza? Roho wa Mungu. Asante. Roho wa Mungu ndiye ambaye ama roho ya Kristo ndiye ambaye iliongoza manabii ama kutoa unabii. Kumbe hakuna unabii katika Biblia ambao unapaswa ufasiriwa kama mtu apendaye fulani tu. Lazima Biblia ama unabii utafsiri yenyewe. Isaya 20:8. Kitabu cha Isaya 20:8. Isaya 20:8. Ndio. Isaya 8:20 mwalimu. Ndio hiyo. 20 imefika mpaka 4. Isaya 8:20 nasema hivi. Waende kwa sheria na ushuhuda. Kumbe Biblia pia nasema kwamba na waende kwa sheria na ushuhuda. Ikiwa wasemi sawa sawa na neno hili, wale ambao wanao tafsiri ama Biblia lazima waweze kuenda kwa sheria na ushuhuda. Ikiwa wasemi sawa sawa na neno hili, bila shaka kwa hapana asubuhi. Asante. Kwa nilikuwa nataka pale ambapo inasema kwamba huko kidogo na huko kidogo na kila neno iweze kudhibitika. Ni 28:10. 28:10. Asante mtumishi. Isaya. Soma Isaia 28:10. Inasema hivi. Inasemaje? Kwa maana ni amri juu ya amri. Sasa hivi nasema kwamba ni amri juu ya amri, kanuni juu ya kanuni. Eti kanuni juu ya kanuni. Juu ya kanuni. Naendelea kusema kanuni juu ya kanuni. Kanuni juu ya kanuni. Huku kidogo. Huko kidogo.
na huku kidogo. New Testament kidogo na Old Testament kidogo. Danieli kidogo na Mathayo kidogo. Mathayo kidogo na Ufunuo kidogo. Huku juu amri juu ya amri. Amri juu ya amri. Huku kidogo na huku kidogo. Kanuni juu ya kanuni. Endelea ikisema 13. Kwa sababu hiyo kitabu cha Isaya 28:13. Kwa sababu hiyo neno la Bwana kwao litakuwa hivi. Neno la Bwana wao ama neno la Bwana kwetu sisi litakuwa hivi. Amri juu ya amri, amri juu ya amri, amri juu ya amri, amri juu ya amri, kanuni juu ya kanuni, kanuni juu ya kanuni, kanuni juu ya kanuni. Huku kidogo na huku kidogo. Ili waende kwa kuanguka nyuma na kuvunjwa na kunaswa na kuchukuliwa. Asante. Kumbe msingi wa Biblia ni ya kwamba maneno ambayo yanahusiana na unabii ama mtu mwenye, hakuna mtu dunia hii ameweza kupewa ruhusa ya kutafsiri vile ambavyo mawazo yake yanamuongoza. Lazima Biblia yenyewe ijitafsiri. Sasa turudi katika kitabu cha Ufunuo Yohana, soma 8:13. 8:13 ndio ni introduce. Inasema hivi. Inasemaje? Kitabu ni cha Ufunuo 13:8. 13:8 soma. 8:13 samani. Kisha nikaona nikasikia malaika mmoja akiruka katikati ya mbingu. Soma. Akisema kwa sauti kuu. Aje. Ole. 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 Teremka. Wao wakao juu ya nchi. Kumbe ole zimetamkwa ngapi? 3. Na malaika wa mwisho watatu ambao ni 5 na 6 na 7. Kumbe inamaanisha kwamba kuna malaika ambao ni 4, si ndio Ndio. Sasa topic yetu sasa niseme ya kwamba inahusiana na ole 3 za mwisho. Ole 3, ole za mwisho. Hiyo ndio topic yetu ambayo tutajifunza. Sasa Luka enda 9:1. Kitabu cha Ufunuo. Ufunuo 9:1. Inasema hivi. Twende pole kwenye 2 point. Ndio tuelewe. Soma. Malaika 5 wakapiga baragumu. Kumbe hapa tunapata kwamba kuna malaika 5 ambaye anapiga baragumu. Nikaona nyota iliyotoka mbinguni. Akaona nyota ambayo iliyotoka wapi? Mbinguni. Imeanguka juu ya nchi. Sasa swali ni ya kwamba lazima tuende kidogo ndio tuende kuelewa, si ndio Malaika ameona nyota iliyotupwa ama iliyoshuka kutoka mbinguni. Maana ya nyota ni nini? 2:20 Ufunuo Yohana. Maana ya nyota. Ufunuo Yohana 1:20. 2:20. Inasema hivi. Nasemaje? Lakini na neno juu yako. Kwamba wamrudie yule mwanamke Yezebeli. Kwamba wamrudie yule ni 1:20. 1:20 nasema hivi. Siri ya zile nyota 7. Sasa mimi nasema kwamba siri ya zile nyota 7 ulizoziona katika mkono wangu wa kuume. Soma. Na ya vile vinara 7 vya dhahabu. Endelea. Zile nyota 7 ni malaika wa yale makanisa 7. Kumbe siri ya zile nini? Nyota 7 ni nini? Ni malaika wa yale makanisa 7. Kumbe nyota kwa Biblia ama kwa nabii inaashiria nini? Inaashiria malaika. Kumbe kuna yule malaika ambaye aliyetupwa kutoka wapi? Mbinguni. Ama aliyeshuka kutoka mbinguni. Endelea sasa. Na nimalize kusema na vile vinara 7 ni makanisa 7. Kumbe na vile vinara 7 ni makanisa 7. Makanisa 7. Lakini kuna kitu ambacho ningependa tuweze kushika mahali ambapo inatajwa kama ama joka. Kwa njia nyingine, joka inaashiria ama shetani ama malaika aliyetupa kutoka mbinguni ni nani? Ni shetani. Lakini shetani hapo na wajumbe wake. Mahali ambapo tunapata ama shetani sio shetani mwenyewe bali ni mjumbe wake. Udhibitisho. Hebu nisaidie ngapi? Hapo maji
Yesu anaambia Kolodi, ondoka nyuma yangu shetani. Ngapi? Mathayo 20. Hebu 8:32 Marko. Before hujasoma hiyo, zaidi ya Ezekieli 29 mstari wa 3. Hadi Farao, hapa tunapata kwamba anaitwa si Farao ndio alikuwa mfalme wa wapi? Misri. Anaitwa Farao nyoka mkubwa. Nyoka ni nani kwa Biblia ama kwa unabii? Ukisoma Ufunuo Yohana ni 12 ngapi? 9. Nasema nyoka na pia yule nyoka mkubwa ambao ni Ibilisi na Shetani. Sasa soma hiyo. Nasema kitabu cha Ezekieli 29:3. Soma. Nena na useme. Bwana Mungu asema hivi. Tazama mimi ni juu yako. Ee Farao mfalme wa Misri. Si Farao ndiye alikuwa ni mfalme wa Misri. Soma. Joka kubwa aoteaye kati ya mito yake. Eti Farao ameitwa nani? Joka kubwa. Sasa swali, je, kweli Farao ndiye aliyekuwa shetani mwenyewe? Hapana. Jibu ni hapana. Lakini shetani ndiye ambaye anamtumia, ndio maana anaitwa Farao, joka mkubwa. Joka ni shetani. Sasa shetani alikuwa anamtumia nani? Anamtumia Farao. Sasa hebu sasa soma hiyo Marko 8:32. 33. Marko 8:33. Nisema hivi. Nasemaje? Kitabu cha Marko 8:33. Soma. Inasemaje? Akageuka akawatazama wanafunzi wake. Eti Yesu akageuka akawatazama wanafunzi wake, akamkemea Petro. Akasema, aje, nenda nyuma yangu Shetani. Eti nena nyuma yangu Shetani. Maana huyawezi yaliyo ya Mungu, bali ya wanadamu. 6:79 Yohana. Kumbe hapa tunapata kwamba Yesu amemuita nani? Petro. Eti ondoka kwa nyuma yangu nani? Shetani. Swali. Petro alikuwa shetani mwenyewe ama shetani ndiye alikuwa anataka kumtumia? Shetani alikuwa anataka kumtumia. Amen. Ni hivyo. Sasa soma hiyo ndio tupiga hatua nyingine. 6 ngapi? 79 Yohana. Nifika 71. Nifika 71. Basi 69. 69. Inasema hivi. Inasema nasi tumesadiki. Wewe ndiye mtakatifu wa Mungu. Sabini nasema, Yesu akajibu. Je, si mimi niliwachagua ninyi thenashara? Endelea. Na mmoja wenu ni Shetani. Asante. Umesoma ngapi? Ni 6:70. Ni 6:70. Irudie tena. Inasema hivi. Inasema katika kitabu cha Yohana 6:70. Eti Yohana 6:70 nasemaje? Yesu akawajibu. Akajibu wanafunzi wake akisema, Je, mimi sikuwachagua ninyi thenashara? Eti je, mimi Yesu sikuwachagua ninyi thenashara? Na mmoja wenu ni Shetani. Eti na mmoja wenu ni nani? Ni Shetani. Ambaye alimnena 71 sema alimnena Yuda mwana wa Simeoni Iskarioti. Eti alimnena Yuda. Kama kwamba yeye ndiye nani? Yeye ndio atakaye kuja kumsadiki. Kumbe eti pia Yesu amemuita Yuda nani? Shetani. Ni Shetani. Lakini si Yuda, si yeye Shetani mwenyewe ama yule ambaye yule joka aliyetupa kutoka mbinguni. Hapana. Bali ni Shetani anamtumia huyo kufanya ama kutimiza ajenda zake. Sasa ndio anaitwa kama Shetani. Sawa? Hata tupige hatua. Turudi mahali ambapo tulikuwa katika kitabu cha Ufunuo Yohana ni 9 mstari wa kwanza. Kitabu cha
Ufunuo Yohana 9:1. Kuna mtumishi anasema usiweke mkono kwa mfuko unapofundisha. Tabani. Wasoma comment. Tumerekebisha hapo, ametoa mkono mfukoni. Kitabu gani? Mbarikiwa watumishi wanaotufuatilia. Mungu azidi kuwabariki vile ambavyo mnavyoendelea kufuatilia. Amina. Na tunaenda kujifunza kuhusu ole ambazo zimenenwa katika kitabu cha Ufunuo. Tunaangazia kwa ndani zaidi. Soma hiyo 9:1. Kitabu cha Ufunuo 9:1. 9:1 Ufunuo. Inasema hivi. Inasemaje? Malaika watano akapiga baragumu. Eti malaika watano akapiga baragumu. Nikaona nyota iliyotoka mbinguni. Sasa hiyo nyota ni mjumbe wa nani? Mungu. Wa Shetani. Mjumbe nyota ambayo ilitoka mbinguni. Nani ilitoka mbinguni? Ni Shetani, lakini natumiwa kama semake Shetani anatumia agenda, hasa ni mjumbe wake. Endelea. Ile ikisema imeanguka juu ya nchi. Ikaanguka juu ya nchi. Naye akapewa ufunguo wa shimo la kuzimu. Asante. Hiyo nyota ambayo ilianguka kutoka mbinguni ikapewa nini? Funguo ya kuzimu. Ya kuzimu. Naam. Maana ya funguo ni nini? Maana ya funguo ni nini? Hebu Mathayo 16 mstari wake wa 13. Sasa hapa tunapata kwamba Yesu anaambia yeye Paulo ni hebu isome kwanza niseme maneno ya kwanza. Mathayo 6 mstari wake wa 13. Inasema basi akaenda pande za Kaisaria Filipi. Akauliza wanafunzi wake akasema, aje watu hunena mwana wa Adamu kuwa ni nani? Sasa Yesu anauliza kwamba watu hunena mwana wa Adamu kuwa ni nani? Wakasemaje? Wengine hunena ya kuwa yu Yohana Mbatizaji. Wengine wakasema yu Yohana Mbatizaji. Wengine Elia. Wengine Elia. Wengine Yeremia. Au mmoja wapo wa manabii. Sasa Yesu ndiye alikuwa anauliza. Sasa akageukia wanafunzi wake akaulizaje? Kwambia nanyi mwanena mimi kuwa ni nani? Sasa akageukia wanafunzi wake anasema sasa, hasa na nyinyi ambao nyinyi mnajua kwamba mwana wa Adamu yeye ni nani? Akasema, endelea ikisema, Simoni Petro akajibu akasema, wewe ndiwe Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Rudia tena. Wewe mwana wa Mungu aliye hai. Kumbe Simoni Petro akajibu akasema, wewe ndiwe mwana wa Mungu aliye hai. Endelea. Ikisema, Yesu akajibu akamwambia, heri wewe Simoni Bariona, kwa kuwa mwili na damu, eti kwa kuwa mwili na damu havikukufunulia hili, bali Baba yangu aliye mbinguni. Endelea. Nami nakwambia wewe ndiwe Petro. Hata sikia vile Yesu anamwambia Petro. Eti nami nakwambia wewe Petro. Wewe ndiwe Petro. Juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa langu. Endelea. Na wala milango ya kuzimu haitalishinda. Endelea. Mimi nitakupa wewe ufunguo za ufalme wa mbinguni. Eti mimi Yesu nitakupea wewe Petro nini? Ufunguo za ufalme wa mbinguni. Na lolote utakalolifunga duniani. Eti na lolote ambalo utakapolifunga duniani litakuwa limefungwa mbinguni. Eti utakuwa limefungwa wapi? Mbinguni. Sasa swali, je, ufunguo inawakilisha nini? Neno la Mungu. Ni neno la Mungu. Ni ujumbe ambao alipewa. Watu ujumbe akipeana, wale ambao watakao kubali watafunguliwa mbinguni, na wale ambao watakao kataa na pia watakataliwa mbinguni. Kumbe ufunguo inaashiria nini? Ni ujumbe. Ufunguo inaashiria ni ujumbe. Hata tumeshapata kwamba yule nyota aliyetoka mbinguni akapewa funguo na kufungua wapi? Shimo la kuzimu. Kumbe kuna mafundisho ambayo aliyekuja nayo. Endelea. Turudi sasa Ufunuo Yohana. Kitabu ni umeachia tu ndio unatemka na pole pole. Ufunuo Yohana 9:2. 9:2. Nasemaje? Akalifungua shimo la kuzimu. Ama akapewa hiyo Mungu Shetani akapewa ujumbe, akafungua shimo la kuzimu, moshi ukapanda kutoka
Eti nini ikatoka katika mule shimoni? Moshi. Eti moshi ukatoka katika mule shimoni. Endelea. Kama moshi wa tanuru kubwa. Eti kama moshi wa tanuru kubwa. Jua na anga vikatiwa giza kwa sababu ya ule moshi wa shimoni. Eti jua na nini? Na anga vikatiwa nini? Moshi. Giza. Giza katika kwa sababu ya ule moshi wa shimoni. Sasa tumeshapata kwamba nini katoka kutoka moshini? Giza. Hapana. Hapana. Inasema hivi. Alifungua shimo la kuzimu. Moshi ukapanda kutoka shimoni. Asante. Kumbe moshi ambao itoka katika mule shimoni. Sasa maana ya moshi ni nini? Sawa Hebu nisaidie katika kitabu cha wimbo wimbo ulio bora. Songs of Solomon. Yeah, Songs of Solomon. 3 mstari wake wa 6. 3:6. Ndio. Nasema hivi. Nasemaje? Nani huyu apandaye kutoka nyikani? Eti nani huyu apandaye kutoka nyikani? Mfano wake ni nguzo za moshi. Eti mfano wake ni nini? Nguzo za moshi. Kumbe kuna yule ambaye anatoka katika nyikani, pia anafananishwa na moshi. Kumbe moshi inafananishwa na yule ambaye anatoka wapi? Nyikani. Sawa Ndio. Sasa na tanuru pia inamaanisha nini? Katika Isaya 48 mstari wa 10. Tanuru moshi pia inawashia pia ni tanuru ama ni tanuru ya mateso. Hebu soma hiyo. Sikio inasema. Isaya 48:10. Inasema hivi. Inasemaje? Tazama nimekusafisha lakini si kama fedha. Eti tazama nimekusafisha lakini si kama fedha. Nimekuchagua katika tanuru ya mateso. Eti nimekuchagua kama kutoka katika tanuru ya mateso kwa ajili ya nafsi yangu. Kwa ajili ya nafsi yangu. Nitatenda haya. Achia tu hapo. Kumbe na pia tanuru inaashiria nini? Mateso. Sasa tumeshapata ya kwamba mule moshi inafananishwa na wale ambao wanatoka katika ama nyikani ama jangwani ama wilderness. Sasa turudi katika Yohana 9, kuanzia mstari wa 2 sasa. Ufunuo wa Yohana 9:2. 9:2. Nasema hivi. Akalifungua shimo la kuzimu. Akalifungua shimo, si ameshapewa ufunguo ama ujumbe, akalifungua shimo la kuzimu. Moshi ukapanda kutoka mle shimoni. Eti sasa kuiweka vizuri ya kwamba alipewa ujumbe, akapeana ujumbe, moshi ukatoka kule moshini. Moshi inaashiria wale ambao wana jangwani. Kumbe alipeana ujumbe, watu wakatoka katika jangwani. Endelea kisema hivi. Jua moshi ukapanda kutoka mle shimoni. Kama moshi wa tanuru kubwa. Jua na anga. Eti jua na anga vikatiwa giza. Na tukumbuke wapenzi ya kwamba huyu nyota ni nyota ambaye ni wa shetani ama ni mjumbe wa shetani. Ndiye anafanya hayo mambo. Sasa moshi jua na anga likafanya nini? Likatiwa giza. Jua maana yake ni nini? Nadhani hapo tungeongezea fungu moja na kudhibitisha kwamba huo moshi ambayo inatoka kwa sababu hapa inasema jua na anga vikatiwa giza. Na kwa sababu ya ule moshi wa shimoni. Kwa hivyo huyu mwenye anatia giza, kwa sababu tutaangalia pia jua ina maana gani na anga iko na maana gani kabisa. Kwa sababu huyu giza huyu shimo inatoa moshi mpaka inafunika jua. Tunafaa kujua huyo malaika ni yupi. Kwa sababu tunaona mstari wa kwanza unasema nyota iliyoanguka kutoka wapi? Kutoka mbinguni. Hii nyota lazima Biblia tudhibitishie ni yupi. Nadhani hapo tutasoma Luka 10:18. 10:18 kitabu cha Luka. Yesu alikuwa ameelezea wanafunzi wake. Inasema hivi katika kitabu cha Luka 10:18. Akawaambia nilimuona shetani.
eti nilimwona shetani akianguka kutoka mbinguni kama umeme. Kumbe mwenye alianguka kutoka mbinguni ni shetani. Endelea. Kwa hivyo ile nyota ambayo ilianguka kutoka mbinguni ni shetani. Yesu anasema tazama, nimewapa amri ya kukanyaga nyoka na nge. Na ukumbuke kule katika hiyo chapter 9 unapata nge wako. Kuna nge. Yesu anasema tazama, shetani hapa anaanguka. Na baadaye Yesu anazidi kuambia wanafunzi, nimewapa amri ya kukanyaga nge na nyoka. Na pia pale tunaona kwamba kuna ule joka mkubwa ambaye ndiye anafanya nini? Haya maafa. Na nguvu zake zote yule adui, wala hakuna kila kitu kitakachowadhuru. Naona Kwa hivyo pia ile shimo ukiona inatoa ile machafuko ni shetani. Natumai hiyo kwa tu sasa tutaendelea kwa zaidi. Asante. Sasa tumeweza kufika katika Ufunuo 9 mstari wake wa anza wa pili. Ufunuo 9:2. Nasema akalifungua shimo la kuzimu, moshi ukapanda kutoka mle shimoni kama moshi wa tanuru kubwa. Endelea. Jua na anga vikatiwa giza kwa sababu ya ule moshi wa shimoni. Eti wakati alipopeana ujumbe, jua na anga likatiwa nini? Giza. Sasa maana ya jua ni gani? Ama pia maana ya nini? Ya anga ni nini? Kusoma katika kile kitabu cha Malaki 4:2. Malaki ni 4:2. Malaki 4:2 nasema hivi. Lakini kwa ninyi mlioliacha jina langu. Sasa nasema kwamba lakini kwenu ninyi ambao mlioliacha jina langu, jua la haki litawazukia. Sasa nasema kwamba jua la haki litawazukia, lenye kuponya katika mabawa zake. Eti lenye kuponya katika mabawa zake. Nanyi mtatoka nje na kucheza kama ndama wa mazizini. Sasa hapa inaongelea ambaye ni Kristo. Hapa Malaki inaongelea Kristo kwamba jua la haki litawazukia wapi? Jua la haki nasema hivi, lakini kwenu nyinyi mlio mnao licha jina langu. Jua la haki litawazukia, lenye kuponya katika mabawa zake. Kumbe jua inawakilisha nani? Yes, ni Kristo. Na pia tumeshapata kuna jua na anga likatiwa giza. Na pia maana ya anga ni nini? Maana ya anga ni nini? Kusoma katika kile kitabu cha Zaburi ni 19 mstari wa kwanza. Zaburi 19 mstari wa kwanza. Zaburi 19:1. Nasema hivi. Nasema mbingu za hubiri utukufu wa Mungu. Eti mbingu za hubiri utukufu wa Mungu. Anga laitangaza kazi ya mikono yake. Eti pia na anga laitangaza kazi ya mikono ya nani? Ya Mungu. Mstari wa pili nasema mchana usemezana na mchana. Mstari wa pili nasema moja nasema mbingu za hubiri utukufu wa Mungu. Na anga lilitangaza kazi ya mikono yake. Kumbe anga pia inatangaza kazi ya mikono ya Mungu. Kumbe ujumbe ambao hizi nzige ambazo ama huo moshi ambao uliweza kupewa jua na anga ndio mjumbe ambaye aliweza kuleta mafundisho ambayo yanakataa Kristo na pia yanakataa kazi za Mungu, ama pia yanakataa kazi ama yanakataa Mungu. Sasa ndio huyo mjumbe ama nyota ienda kufanya kazi hiyo. Lakini anza mstari wa 3 sasa. 9:3 inasema hivi. 9:3. Kitabu cha Ufunuo. Nasema nzige wakatoka katika ule moshi. Eti Yohana sasa baadaye akaona ya kwamba nzige waliweza kutoka katika vile moshi, na pia tukaona ya kwamba moshi inawashiria nini? Wale ambao wanakaa ama jangwani, si ndio? Ndio. Sasa nzige wakatoka katika ule moshini vile kisema wakaenda juu ya nchi. Eti wakaenda juu ya nchi, wakapewa nguvu kama nguvu walio nayo nge wa nchi. Tulia kidogo. Kumbe na hapa tumeshapata nzige wakatoka katika vile moshini. Sasa tunasema kujua nzige nao ni nini?
Maana nzige hii ni ujumbe ambao ukatolewa, nzige wakatoka katika mule moshini. Hata tunataka kujua kwamba nzige maana yake ni nini? Aha, Waamuzi ngapi? 7:12. 7:12. Mtumishi, asante. Soma kitabu cha Waamuzi, Judges. 7:12. Inasema hivi katika Judges 7:12. Nao Wamidiani na Wameleki. Eti kuna wale ambao wanatajwa hapa. Wa kwanza ni Wamidiani, wa pili Wameleki. Endelea. Na hao wana wa mashariki. Wangapi wametajwa? Watatu. Endelea. Wamidiani walikuwa wametua bondeni. Twende polepole mtumishi. Kuna Wamidiani, Wameleki, nao wana wa mashariki. Endelea. Walikuwa wametua bondeni. Eti walikuwa wametua bondeni, mfano wa nzige kwa wingi. Eti hawa Wamidiani, Wameleki, wana wa mashariki wanafanishwa na nini? Wanafanishwa na nzige kwa wingi. Wanafanishwa na nzige kwa wingi. Kumbe wale ambao wanatajwa ni wana wa Midiani na Wameleki na wana wa mashariki ambao ndio wanafanishwa na nzige kwa wingi. Sasa soma hiyo 6 6. Bado inamaliza ikisema ngamia zao walikuwa hawana hesabu. Mfano wa mchanga na wa ufuoni kwa wingi. Kumbe pia wako na ngamia Wameleki, Wamidiani na wana wa mashariki pia wako na ngamia ambao pia wanafananishwa na nzige. Anasoma hiyo 6. 7:6 ya 7:6 inasema na hesabu ya hao walio kwa kurambaramba wakipeleka mkono kinywani ilikuwa watu 3. Hebu soma 3. 3 inasema hivi. Inasema basi sasa enenda tangaza habari. Sorry, ni 6:3.